Kisha nikafungwa miaka 3. Sasa Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo magereza yako chini yake wakasema kwamba nisipewe, maki kwa kawaida kwamba ukifungwa miaka 3 kwa mfano unapata thuluthi moja, 1/3 unapata remission. Kwa hivyo ilikuwa nikae miaka 2 tu jela mimi. Lakini serikali ikasema hapana, asipewe hiyo pia. Amalize yote. Amalize yote. Na kwamba niwekwe solitary confinement. Kwa hivyo nilikaa katika miaka 3 hiyo nilikuwa nimefungiwa ndani ya solitary confinement. Na unajua nini moja. Kwa hivyo nikatolewa, nikahamishwa kutoka Shimo la Tewa nikapelekwa Kamiti Maximum Security Prison. Alafu baadaye tumeona baadhi kubwa yao wamefanya yale mambo yalikuwa kufanya mkoloni, wameyaendeleza. Sasa kwa hivyo tunataka umoja wa bara la Afrika ambao hautazingatia mambo ya makabila haya. Welcome to the One Mic Show. Kusema kwamba tuwe na umoja katika bara la Afrika, ni kweli kuna baadhi ambayo yanaitwa makabila ambayo yaligawanywa kabisa wakati wa koloni walipopiga mipaka hii. Wamegawanyika, unapata watu wa Masai Kenya, wa Masai Tanzania ambayo leo ni Tanzania, unapata Wajaluo Kenya, unapata Wajaluo Uganda, unapata Wajaluo Tanzania, unapata Wachaga sehemu nyingine ya Kenya, wako wengine wako Tanzania kwa wingi. Sasa hizi tunapozungumza habari ya umoja wa Afrika kwamba tusianze kufikiria mambo ya makabila. Maka tunaangalia kwamba zote ni nchi za Afrika, bara la Afrika, tutafute njia ya kuleta huu umoja na muungano wa bara la Afrika, ambapo kila watu watakuwa wako pale walipo, lakini kujaribu kupunguza hizi mikazo ambayo ya mipaka ambayo iliyoko, na pekine baadaye, na hapa ndio nafikiri ndio utaona kwamba hekima iliyokuwako tulipokuwa tunaanza nchi za bara la Afrika naanza kupata uhuru. Baadhi ya viongozi wakati ule, kwa mfano kwa Nkrumah, alikuwa akiona kwamba ni muhimu kwamba tuanze tangu mwanzo pale. Alisema wazi kwamba nchi hizi tukienda moja kianza kupata uhuru, watu wakishaanza kuonja madaraka itakuwa ni shida sana watu kuja kukubali kuungana. Lakini wakati ule pengine yeye alikuwa mbele ya wakati, viongozi wengi wakati ule na walikuwa pengine hawakuona hivyo, na wengi wao walikuwa na tamaa ya kwamba mkoloni akiondoka tunataka kushika washike wao. Alafu baadaye tumeona baadhi kubwa yao wamefanya yale mambo yalikuwa kufanya mkoloni, wameyaendeleza. Sasa kwa hivyo tunataka umoja wa bara la Afrika ambao hautazingatia mambo ya makabila haya, bali umoja wa Afrika kwa jumla. Kwa hivyo sijui kama dadangu nimelijibu swali lako, lakini tusahau hii habari ya kwamba kabila liloko ambalo leo liko Kenya na Tanzania na Uganda kwamba waungane kwa jina la kabila lile. Hapo tutakuwa tunazidi sasa kuigawanya bara la Afrika kuliko kuungana. No. Okay. All right. Again, the number to call 2026834570. Press *5 to speak. Sheikh Abdul Latif Abdallah in studio. Now, I want to come to his time in prison. Now, between 1969 and 1972, when Abdul Latif Abdallah was still in his early 20s, he was placed in solitary confinement, but that did not silence his activism. In fact, it was during that isolation that he secretly began writing a collection of poems on scraps of toilet paper that would later become Sauti ya Dhiki, a publication that went on to symbolize resistance for generations. Now, Sheikh, nataka uturudishe nyuma kidogo pale ulipokamatwa na ukafungwa Kamiti Maximum Prison, na sijui kama pia ulikuwa Shimo la Tewa. Yani ulikaa kivipi na ukaanza kufikiria kwamba mimi hapa ndani, na ulikuwa umekuwa solitary confinement, ulikaa ukaanza fikiriaje hapa naweza kuchukua toilet paper nikafanya maandishi na tukaitoa na ikaenda ikachapishwa? Na wewe bado ni kijana miaka 22. Kijana mdogo. Naam, kama nilivyosema kwamba nilipofungwa kwa hakika mwanzo nilipokamatwa, nilikamatiwa Mombasa, kwa ndipo nilipokuwa naishi.
Walikujia nyumbani ama ulikuwa katika harakati za kufanya biashara yako? Hapana, ni kwa hakika mimi nilikuwa nafanya kazi manispaa ya Mombasa wakati huo. Nilikuwa ni karani. Nafanya kazi katika manispaa ya Mombasa. Nilikuja kushika ofisini kwa hakika. Askari walikuja kazini. Wakanichukua. Walisema wewe kijana, kuja hapa. Wakanichukua moja kwa moja wakataka mwanzo twende nyumbani. Wakaenda nyumbani, wakapekua nyumba ile, wakafanya search kubwa sana. Sasa nyumbani nilikuwa na mafaili mengine, makaratasi ya shughuli za chama cha KPU na vitabu. Kwa mfano katika jumla ya mafaili waliochukua ilikuwa ni mafaili mengine ilikuwa ya kazi za chama, ilikuwa ni barua nyingine ambazo yandikiana na mzee Jaramogi Oginga Odinga. Hata ilitajwa mahakamani kwamba baadhi ya barua zilikuwa zimeandika Jaramogi, nampelekea Jaramogi. Sasa wakachukua na vitabu pia vilivyokuwa wako. Nilikuwa na vitabu vingi ambavyo wakati huo vilikuwa vimepigwa marufuku. Hasa vitabu kutoka nchi za mashariki, za Ulaya Mashariki, nchi za kikomunisti. Nilikuwa na vitabu vingi hivyo ambavyo vilikuwa nikisoma wakati huo. Kwa hivyo vikachukua ambavyo vilikuwa, lakini hawakunishtaki kwa hivyo, maana ilikuwa ni vitabu vimepigwa marufuku, lakini waliona kwamba mashtaka yale ambayo na kabila yanatosha kunifungia ndani kwa muda mrefu. Kwa hivyo wakanikamata, wakaanza kufanywa mahojiano, kapelekwa polisi. Sasa nilishtakiwa mimi kwa mashtaka 7 hakika. Shtaka la kwanza lilikuwa ni shtaka la uhaini. Kwamba nimekula njama na watu wengine kutaka kuipindua serikali ya Kenya kwa kutumia silaha. Okay. Na alafu nikawa na mashtaka mengine 6 ambayo yanahusiana na uchochezi, sedition. Sasa lao ningepatikana na hatia na hilo shtaka la kwanza la uhaini, hukumu yake ilikuwa ni kifo. Ni kunyongwa. Sasa nilikuwa rumande kwa muda wa miezi 3, maana Shimo la Tewa pale, gereza ya Shimo la Tewa. Kwanza kesi ilipoanza, maana ikabidi mwanzo lazima kueleza hapa kwamba tulikamatwa wawili, mimi na mwenzangu mwingine, mwanaharakati mwenzangu. Lakini sasa tena kwa msimamo wangu nikaona hakuna haja sisi sote wawili, upande wake alikuwa hakuna ushahidi wa kutosha wa kuweza kumpata na hatia. Mimi ndio nilikuwa nimeelemewa sana na ushahidi. Hasa kutokana na huyu mwenzetu. Ule mwenzako alikusaliti. Kulikuwa hakuna ushahidi mwingi. Yeye alikamatwa nazo tu zile pamphlets zenyewe nyumbani kwake. Lakini alitoa sababu zake mwenyewe ambazo zilichekesha mahakama yote. Aliulizwa, alisema mimi sihusiani kabisa, wala simo katika mimi chama hiki, wala simo katika harakati hizi. Kwa nini? Wakaulizwa sasa, anaulizwa na mwendesha mashtaka, ulikuwa nazo hizi karatasi? Asema mimi nilikuwa nikienda usiku njiani nikakuta karatasi zimewekwa mahali, nikazichukua nikaenda nazo nyumbani. Niliposoma nilipoona mambo ya kisiasa nikaanza chila mbali. Sasa kwa nini unasema nilikuwa nimeweka ngojea asubuhi nikifika nende nazo dukani kwenda kumuuzia yule muuza duka. Siku zile kila kitu kwa nafungwa kwenye karatasi hiyo. Watu wanauza gazeti. Hakuna kwenye mifuko hii ya plastiki na nini. Basi mahakama yote ikacheka, lakini jaji akakubali sababu yake. Sasa mimi ndio nilikuwa nimeelemewa na ushahidi mkali na nini. Sasa kitu kimoja ni kwamba mimi niliona hakuna faida sisi sote wawili kwenda gerezani. Mbali na ule ushahidi ambao jaji alikubali, lakini vile vile na mimi nikazidi kumtoa kwamba hakuna haja sote wawili tufungwe. Kwa hivyo yeye akaachiliwa. Mimi ndio nikapatikana na hatia. Sasa bahati nzuri ile kosa kubwa lile ambalo lao kama ningepatikana na ndio ningeuliwa, ningenyongwa, nikalishinda kosa lile. Na sijui nilipata wapi uwezo huo, kwa sababu ilinibidi nijitetee mwenyewe. Maana mawakili wote, wanasheria wote walitishwa na serikali kwamba wasinitetee. Kwa hivyo nikawa sina wakili wa kunitetea. Ikabidi nijitetee mwenyewe, sijui chochote kuhusu sheria. Na ndio nasema sijui Mungu alinipa uwezo huu, sijui ulitoka wapi. Na KPU hawakuwa na wakili wao?
KPU alijaribu kunitilia wakili, lakini ndio hivyo mawakili wote kile anakataa kuchukua kesi. Wanapigwa onyo na serikali. Na hapa bado KPU haijapigwa marufuku. Hapo bado haijapigwa marufuku. Sasa katika mashtaka hayo 7 nikashinda 8 pamoja na ile shtaka kubwa. Nikapatikana na hatia na mashtaka 3 ya uchochezi. Nikafungwa mwaka 1 na nusu. Katika kila shtaka, lakini concurrently, kwa hivyo kwa ni mwaka 1 unusu. Serikali ikakata rufani, ika-appeal. Kwenye akasema kwamba ni haitoshi. Nikarudishwa tena mahakamani, ndio nikaongezwa mwaka 1 unusu mwingine kwa miaka 3. Sasa miaka 3 ile serikali, waziri wa mambo ya ndani zile ilikuwa ni Moi, akasema kwamba makina hiyo wa pili ilifanywa ni Charles Njonjo. Alikuwa ndio attorney general. Kwa hiyo Charles Njonjo ndio aliapili ndio kesi nikarudishwa mahakamani. Kisha nikafungwa miaka 3. Sasa wizara ya mambo ya ndani ambayo magereza yako chini yake wakasema kwamba nisipewe, kwa kawaida kwamba ukifungwa miaka 3 kwa mfano unapata thuluthi moja, 1/3 unapata remission. Kwa hivyo ilikuwa nikae miaka 2 tu jela mimi. Lakini serikali ikasema hapana, asipewe hiyo pia. Amalize yote. Na kwamba niwekwe solitary confinement. Kwa hivyo nilikaa katika miaka 3 hiyo nilikuwa nimefungiwa ndani ya solitary confinement. Na unajua nini moja. Kwa hivyo nikatolewa, nikahamishwa kutoka Shimo la Tewa nikapelekwa Kamiti Maximum Security Prison. Sasa huko nilikuwa nimefungiwa ndani ya chumba tu. Sina mtu wa kuzungumza naye. Hata askari alikuwa ananilinda, maana mlango ulikuwa umefungwa saa zote. Lakini ulikuwa na tundu kwenye mlango ile askari aweze kuangalia ndani nafanya nini na. Sasa hata askari yule alikuwa ananilinda, alikuwa sina ruhusa kuzungumza naye. Kwa hivyo miezi 6 ya kwanza ilikuwa sikuweza kuandika chochote. Kwa sababu nilikuwa sina kalamu, sina za kuandikia. Karatasi ninazo ndio za kuendea chooni. Na ni karatasi ilikuwa ni aina karatasi hata nikaweza kuitumia kuandikia. Ilikuwa si laini kama hivyo tunazozijua leo. Ni karatasi ni kama karatasi ya kuandikia kweli. Ilikuwa karatasi kama hii. Ilikuwa ni karatasi hiyo. Karatasi ya kawaida. Kila wiki nikipata vipande 18 vidogo. Sasa unajipanga na hizi vipande. Sasa lakini nilikuwa sina kalamu. Sasa katika wale maaskari walikuwa wakinilinda, walikuwa wanakuja kwa zamu. Wawili katika wale nikawa najilazimisha kuzungumza nao. Wawili katika wakawa wanazungumza na mimi. Kwa hivyo tunazungumza mambo mbalimbali mpaka mambo ya kisiasa vile vile. Wakakubaliana na msimamo wangu wa kisiasa kuhusu. Sasa mmoja katika wao ndio alionisaidia kwa kunipa kalamu. Kanipenyezea kalamu ya penseli nikawa natumia kuandikia. Sasa hao maaskari wawili ndio walionisaidia kila nikiandika, nikiwapa wao wakitoa yale mashairi yangu kwa siri, wakimpelekea kaka yangu Sheikh Abdullah Nasir, alikuwa anafanya kazi Nairobi, siku hizo alikuwa ni mhariri wa Oxford University Press Nairobi. Sasa yeye ndio akaziweka hifadhi mpaka nilipotoka gerezani ndio kachapishwa hichi kitabu. Kwa hiyo ulikuwa unachapisha mashairi alafu ulikuwa unaandika mashairi hayo, ulikuwa unaandika alafu yanatolewa nje kwa siri. Mpaka nilipotoka gerezani ndio. Na kivipi askari walikubali? Kwa sababu unajua ulikuwa pale ndani peke yako, hauna wageni, hauna nini. Uliwalipa ama ilikuwa basi tulikwambia nilikuwa nazungumza nao mambo ya kisiasa, wakakubaliana na msimamo wangu. Kwa hivyo ilikuwa kutokana na kwamba niliwashawishi kutokana na msimamo niliokuwa nao wa kisiasa, na wakakubaliana na mimi. Na ulikuwa umesema hapo awali ulipofungwa ukaambiwa miaka 3 na ukawekwa pale solitary na ukaambiwa usiongeleshe askari. Ungewaongelesha ama wagundue umeongelesha hao askari, ungefanywa nini? Ama wangeongeza ningeadhibiwa. Lakini sasa nani angejua? Isipokuwa ile askari mwenyewe aende kusema. Sasa hao ndio nilipata bahati kwamba hao walikubaliana na mimi, hawakwenda
hakuenda kustaki. kusema kumshtaki. Yeah. Na hapa kuna swali Esther ameuliza, sijaielewa vizuri but nitaisoma tu hivyo hivyo. Esther anauliza, sasa maisha yako ya dhabihu si iliumiza familia yako, how did they feel about it? Hapo nafikiri labda anakusudia sacrifice labda. Okay, yeah. Kweli, labda sina hakika. Yeah. Sasa naam, ni Esther kutoka swali kutoka Esther anauliza, yani familia yako how did they feel about it? Kile nilikuwa na bahati kwamba mwanzo kama nilivyoeleza mwanzo natokana na familia ambayo ina historia ya harakati za mapambano. Mwanzo kwa mfano huyu kaka yangu ambaye ni Sheikh Abdullah Nasir. Yeah. Na kama nilivyoeleza kwamba yeye alikuwa ndio mmoja wapo wa waanzilishi wa chama cha KANU. Na kabla ya KANU kuanza alikuwa katika harakati za kupigania uhuru wa Kenya katika vyama vingine mbalimbali. Maki kabla zamani Uingereza walikuwa serikali ya ukoloni ilikuwa hairuhusu vyama vya nchi nzima. Walikuwa wanaruhusu vyama vya kikabila na vyama vya majimbo au wilaya tu. Ili kusudi watu wasiungane pamoja. Sasa wakati huo ilikuwa vyama vinakubaliwa ni vyama vya wilaya tu. Yeye alikuwa katika vyama mbalimbali ambavyo viliundwa wakati huo kupigania uhuru. Sasa yeye Sheikh Abdullah kwa hakika yeye ndio alikuwa sababu ya mimi kuwa mwanaharakati wa kisiasa. Mimi elimu yangu ni mpaka darasa la 7. Shule ya msingi grade 7. Baada ya hapo sikufaulu mtihani wa darasa la 7. CPE ama ilikuwa siku hizo kiitwa KPE. Kenya Primary Education. Kwa hivyo sikufaulu mtihani huo, na baada ya hapo sikuendelea tena shule. Na nilikataa kurudi shule. Sheikh Abdullah alijaribu sana kunirudisha shule, nikakataa. Na sababu ya kukataa ni kwamba nilikuwa nimekasirika kwa sababu nilipokuwa katika shule ya msingi kulikuwa na wanafunzi 4 ambao zile nambari 1 mpaka 4 ilikuwa ni zetu sisi. Hatuteremki chini hapo. Sasa nilipofanya mtihani wa mwisho ule wa darasa la 7 nikaambiwa nimefeli. Akasema hakuna faida ya kuendelea na shule. Sasa huyu ndugu yangu kaka yangu yeye alikuwa mwalimu vile vile zamani, mwalimu wa shule. Sasa na kwa bahati nzuri nyumbani kulikuwa na maktaba, alikuwa na maktaba nzuri. Sasa alipoona kwamba nimekataa kurudi shule, akawa akinipa vitabu sasa vya kusoma. Kama soma kitabu hiki, soma kitabu hiki, soma kitabu hiki, kama akawa aniongoza kipi cha kusoma. Katika jumla ya vitabu alivyonipa ilikuwa vya kisiasa vile vile akinipa, lakini kitabu ambacho kilinibadilisha maoni yangu kabisa na kikanipeleka upande wa kushoto kabisa wa harakati ilikuwa ni kitabu kilikuwa kinaitwa History Will Absolve Me cha Fidel Castro. Wow. Sasa kitabu hiki ilikuwa ni utetezi wa Fidel Castro mahakamani walipofanya majaribio la kwanza la kuipindua serikali ya Cuba, ilikuwa kiongozwa na Batista. Hawakufaulu, wakakamatwa, wakafikishwa mahakamani, wakashtakiwa. Sasa katika kujitetea ile Fidel Castro ndio akatoa utetezi huo katika mahakama, ambapo kilitapishwa kitabu. Sasa aliponipa kitabu hiki nakumbuka alinipa soma kitabu na kisome kwa makini. Sasa nilipomaliza kusoma kitabu hiki mimi akili yangu ilivurugika kabisa. Mtu tofauti. Sasa akawa anapata shida kunirudisha katikati sasa huyu kaka yangu. Sasa mwanzo ndio kwamba tayari nilikuwa na mtu ambaye anaelewa ninachokifanya na anaunga mkono ninachofanya. Na yeye ndiye mtu ambaye alikuwa ndiye kama dira yangu kwa hakika na kiongozi wangu, mwongozi wangu. Pili, za kusema kwa upande wa mama yangu pia vile vile. Hakunishinikiza sana kwamba nisiendelee na niliokuwa nikifanya. Kiamini kwamba nafanya ninaloamini mwenyewe. Kwa hivyo mtu ambaye anaweza kusema kwamba labda alikuwa ni mke wangu ndio kidogo alipata shida, lakini nilikuwa ni miaka 3 tu tangu nioe. Lakini leo mwaka 65, 68 nikakamatwa Disemba, nikafungwa. Kwa hivyo na alikuwa na mtoto mmoja tu mdogo.
Lakini hakukuwa na shida hivyo, mbali ya kwamba labda kunikosa mimi kwamba kwa pale. Lakini mazingira ya kizamani ilikuwa ni tofauti na kileo. Zamani ilikuwa huwezi mtu hatupi tu hivi, sio? Kulikuwa na familia na nini kabisa. Kwa hivyo haikuwa shida sana. Naam. Okay, na sasa sasa hapa labda tukirudi sasa kwa matukio ya leo. Ya hivi sasa tunaona vijana wanakamatwa ovyo ovyo, wanapotezwa, wanauawa, kuna waandishi wa habari pia ambao wanatishiwa, hawa bloggers kwa mfano. Wiki 3 zilizopita tulikuwa na mgeni hapa ambaye pia yeye alikuwa ameeneza kifaa cha kuweza kuwasaidia watu kutuma hizi email, akakamatwa. Sasa mimi swali ambayo nauliza ni, ukirudi labda miaka 60, alafu sasa tuko mwaka wa 2025 na haya mambo bado yanaendelea kufikia leo, yani ni wapi ambapo labda wa Kenya tumekosea, au labda ni wapi ambapo hatukujifunza na historia yetu? Sheikh Abdul Latif. Naam, kama nilivyosema mwanzo tulipoanza mazungumzo haya kwamba haya mambo yanayotokea hivi sasa katika nchi zetu, na si Kenya tu peke yake, ni nchi nyingine za Afrika vile vile. Kwa Kenya si mambo mapya. Yametokea wakati huu zamani, katika baada ya kupata uhuru katika miaka 60 hiyo. Kwa hivyo si jambo jipya. Wengi waliokuwa wakipigania kwamba kuweko na mabadiliko ambayo yataletea haki wananchi wote, wamefikwa na mambo ya aina mbalimbali. Kama nilivyosema, wako waliouliwa, wako waliopotezwa tu hivi, waliofungwa. Kwa hivyo si mambo mapya haya. Na hii ni kama nilivyosema, kila ambaye yumo katika harakati anatakiwa atarajie mambo kama haya. Tena nitarudi tena kwenye neno yangu mimi nilipokuwa naandika hizi pamphlets hizi. Nilikuwa kifanya kwa siri, lakini kaka yangu huyo alikuwa anajua kwa ni mimi nikimpa kupata maoni yake. Kwa mfano hii pamphlet ya mwisho, Kenya Tuendapi, nilipompa kabla hatujaichapisha, yeye akaniambia kwamba hii safari hii hutoki salama. Safari hii aliona akanishauri kwamba nibadilishe lugha niliyotumia mule na baadhi ya mambo nitoe. Sasa mimi kwa ukaidi wangu wa ujana nikamwambia sibadilisha hata neno moja huko. Hivi ndivyo ninavyoamini. Sasa hii ndio kitu kimoja ambacho kilinipa nguvu sana. Yeye alikuwa ni aina ya mtu ambaye kama hakukubaliana na wewe atakaa mjadiliane. Na hakulazimishi kwamba lazima ufuate analosema. Sasa kama nikamwambia sibadilishi kitu, hivi ndivyo ninavyoona mambo mimi. Sasa aliniuliza maswali matatu ambayo ndio pia ndio linipa nguvu hata nilipokuwa katika dhiki katika gereza. Aliniambia, mimi nakwambia ubadilishe, lakini kama unaona mwenyewe ndivyo unavyoamini sawa, lakini mimi nakwambia safari hii utaingia katika matatu. Akaniambia, uko tayari kukabiliana na hali hiyo? Nikamwambia nafikiri niko tayari. Akaniuliza, unafikiri utafanywa nini? Mimi nikamwambia kubwa wa serikali inaweza ikaniua, na kama nitakuwa na bahati watanifunga. Akaniuliza, uko tayari kwa hayo? Nikamwambia niko tayari. Basi aliniambia kwamba ikiwa unaamini kweli hayo unayosema na kwamba ukianza kutiwa katika matatizo hutaacha unaloamini, basi nakupa ruhusa, songa mbele. Lakini kama una tone la shaka katika moyo wako kwamba ukianza tena kupata shida utaacha, basi afadhali acha sasa. Sasa hii ahadi niliyotoa ilikuwa kinipa nguvu sana nilipokuwa gerezani, kwamba nimetoa ahadi hii kwa mtu ambaye ninamthamini sana. Ndio ilinipa nguvu zaidi ya kuendelea hata baada ya kutoka gerezani nikaendelea na harakati. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo siku zote nawaambia hasa vijana kwamba usifanye jambo ambalo huliamini. Maana imani ni nguzo thabiti sana, nguzo muhimu sana
ukiwa na imani na lile unalolifanya, yoyote atakayokufika inakuwa kazi ya bure. Unaona, haiwezi kukuathiri. Kwa hivyo siku kwa hivyo haya ndio nasema kwamba vijana, niwaambia vijana kwamba mwanzo waamini wanalolifanya, na vile vile kuweko na mipango katika kuyafanya unayofanya, sio kujifanyia mambo tu hivi kurupuka tukafanya jambo bila mipango. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ni hayakuanza leo na hayatakwisha leo. Katika mahali popote ambapo kuna mapambano hasa ya kupigania haki, lazima mambo kama haya ya watu kukamatwa na kuuliwa na kupotezwa yataendelea mpaka wakati ambapo tutakuwa na utawala au uongozi ambao unafuata haki kweli. Na hii ni kazi, si kazi ndogo, ni kazi ya muda mrefu hii, lakini tutafika. Wow. Kuna wakati tutafika. Sasa hapa kuna mmoja wa watazamaji wetu hapa Gudia anauliza, what Abdulatif went through is still continuing. Does he feel like some of his fighting efforts have gone down the drain? Hii kutoka Gudia. Sawa. Kama nilivyosema, baada ya kutoka gerezani tuliendelea na harakati hizi, hasa baada ya kuondoka Kenya. Maana nilifunguliwa mwaka 1972 mwezi wa Machi, lakini ilipofika mwezi wa Agosti nikaondoka Kenya. Ukaenda Tanzania. Nikaenda Tanzania. Maana nimeishi nje ya Kenya kwa miaka 22 bila kuweza kurudi nyumbani kwa sababu ya mambo nilikuwa kifanya nje ya Kenya, kuendelea kupinga serikali. Sasa hasa baada ya kuhamia London mwaka 79, kama 1979 ndio nikahamia London kufanya kazi London. Sasa ilipoanza miaka ya 80, hasa mwaka 1982 ndipo harakati zilipamba moto zaidi kupinga serikali. Mwaka wa jaribio la mapinduzi. Kenya. Jeshi litaka kupindua serikali ya Kenya. Sasa ikashindwa, na kwa bahati nzuri baadhi yetu sisi tulifurahi kwamba jeshi lilishindwa, japokuwa tulikuwa tunaipinga serikali kwa sababu wengi wetu tulikuwa hatuamini utawala wa kijeshi. Na wakati ule tulikuwa tumeshaona katika nchi nyingi za bara la Afrika ambapo majeshi yalipindua serikali yakashika utawala, wakafanya mambo mabaya zaidi kuliko ya wale waliokuwa wamesha. Kwa hivyo sisi tulikuwa hatuungi mkono kwa kuna serikali ya kijeshi. Lakini jaribio hili halikufaulu, lakini watu wengi sana waliteseka kutokana na jambo lile, hasa vijana kutoka chuo kikuu cha Nairobi ambao ndio walikuwa mwanzo kutoka barabarani kuunga mkono jaribio lile. Sasa wengi walikamatwa, wengi waliuliwa, wanasiasa wengine pia wakakamatwa, waandishi wa habari wengi walikamatwa. Wakati ule ndio tena mambo ya kupotezwa haya na kuuawa zaidi kutoka wengine wakabidi wakimbie nchi, wakimbie uhamishoni. Sasa mimi nilikuwa tayari niko London wakati huo tangu 79. Ngugi wa Thiong'o alikuwa amekuja London wakati huo kuja kuzindua kitabu chake. Nafikiri ilikuwa ni Shaitani Mudharabaini, Devil on the Cross. Shetani msalabani. Nafikiri kuja kulaunch kitabu chake London. Sasa ikatokea majaribio lile. Sasa akashauriwa kwamba asirudi Kenya kwa sababu angekamatwa. Kwa sababu yana historia tena ile ya kupinga. Wangesema ulikuwa alipata kufungwa sio na mzee Jomo Kenyatta. Ilikuwa 78 mpaka 79. 78 ndio alikamatwa. Hapa ni 77. Wakati mzee Jomo Kenyatta alikufa 78. Sasa kwa hivyo akawa amekwama London. Sasa mimi na yetu tulikuwa hatujuani wakati huo, tunajuana kwa maandishi tu. Lakini hatujapata kukutana uso kwa uso. Lakini kwa vile alikuwa amepata habari kwamba niko pale na tulikuwa na Wakenya wengine ambao tunajuana, na yeye alikuwa anajuana nao, tukakutana Wakenya wachache, tukasema lazima tufanye kitu, hatuwezi kukaa bure tu hivi. Sasa ndio tukaanza harakati wakati huo. Na tulianza na kamati ya kupigania wale walikuwa wamekamatwa, ambayo tuliita Committee for the Release of Political Prisoners in Kenya, ambayo ilianzishwa katika mwezi wa mwaka 1982.
Sasa kamati hiyo ilikuwa ni si ya Wakenya peke yake, bali ni ya kila mtu ambaye anaijua Kenya, wanaipenda Kenya, hata kama si Mkenya alikuwa anaweza kushiriki katika kamati hiyo. Ni kamati ambayo tulifanya kazi kwa muda wa miaka 5 kuwapigania wale walikuwa wamekamatwa. Miongoni mwa hao walikuwa ni kina Willy Mutunga, wakati walikuwa Maina wa Kinyati, na jamaa wengine, Alamin Mazrui, wengi wao walikuwa ni kutoka vyuo vikuu. Vile vile baadhi ya waandishi wa habari, wanahabari wengine walikuwa wamekamatwa, na wanasiasa wengine kina Martin Shikuku na wengineo. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kamati ya kuwapigania na kueleza ulimwengu mambo yalikuwa yanatendeka Kenya Sasa baada ya miaka 5 tukaona kuna haja ya kuwa na chama cha kisiasa. Maka hii ilikuwa ni kama ni human rights committee. Unahitaji kuwa na chama cha kisiasa hasa ndio 1987 mwezi wa Februari tukaundwa chama ambacho kiliitwa Umoja wa Kupigania Demokrasia Kenya, kwa ufupi UKenya. Asa mwenyekiti wetu wa kwanza katika hao wa Kenya nilikuambia wachache tulikutana tukakata shauri kuanzisha hii kamati, ilikuwa ni mimi Ngugi wa Thiong'o, alafu Yusuf Hassan ambaye sasa ni mbunge wa Kamukunji, Shiraz Durani ambaye alikuwa ni akifanya kazi chuo kikuu cha Nairobi, alafu kulikuwa na Wanjiru, Kihoro, na vilevile tulikuwa na Wangui, Wagoro na Nishma Tenjwa. Lakini kidogo hapo kabla uendelee, mwaka 87 vyama vingi vimepigwa marufuku. Chama ni KANU peke yake. 82 tulipoanzisha hichi chama. 82. Sasa ilikuwa kabla 87 tayari vyama vingi vimepigwa marufuku. Ndio. Sasa kivipi mkaanzisha chama na hiki ni chama kiliko cha nje. Tuko nje tukibuni London. Sasa lakini ilikuwa ni chama ambacho kinaunga mkono wakati ule mwa Kenya ilikuwa imeshaanza harakati. Sasa mwa Kenya ni ufupisho wa muungano wa wazalendo kuikomboa Kenya. Hii mwa Kenya ni ufupisho tu. Sasa sisi tulikuwa tunaunga mkono harakati zinazofanywa na mwa Kenya. Kenya walikuwa wanafanya harakati za chini kwa chini. Sasa ndio tukaunda hiyo Kenya, ambapo mwenyekiti wetu wa kwanza tukamchagua kawa ni Yusuf Hassan, ndio alikuwa mwenyekiti wetu wa kwanza. Lakini mwaka mmoja baadaye, sasa wakati huo sisi tuko London, lakini nchi nyingine ambako Wakenya walikuwa wamekimbilia, walikuwa ni wakimbizi katika nchi za Ulaya, katika nchi nyingine za Afrika vile vile, walikuwa wameanzisha vyama vyao pia ya kuendelea na mapambano. Sasa tukapata ujumbe kutoka mwa Kenya ndani kwamba ni vizuri kwamba tujaribu kuunganisha vyama vyote hivi tuwe na chama kimoja. Unaona? Badala ya kutawanyika hivi kupoteza nguvu mbalimbali. Kwa hivyo tukawa na mkutano huo mwisho wa mwaka 1987, vyama vyote hivyo ambavyo vilikuwa vimeundwa katika nchi mbalimbali. Tukafanya mkutano huo, tukaja na tukaungana pamoja, ikawa sasa ndio huo Umoja wa Kupigania Demokrasia Kenya, ambayo tukaendelea nao. Sasa harakati hizi tuliendelea nazo mpaka mwaka 1992. Wake miongoni mwa mambo tulikuwa tupigania ilikuwa ni kuweko na katiba mpya, kwamba na vile vile kwamba kuruhusiwe vyama zaidi ya chama kimoja nchini Kenya. Sasa mwaka 1992 serikali ilipobadilisha katiba ikakubali kwamba vyama vya vingine vya siasa vinaweza kuundwa. Sasa ndio kidogo moja katika mambo tulikuwa tukipigania ilikuwa ni hayo. Kwa hivyo tuliendelea na harakati hizi nje huko. Ilikuwa si rahisi. Matokeo mamoja hapo ni kama hivyo, baadhi yetu hatukuweza kurudi nyumbani kwa miaka 22 mpaka baada ya mabadiliko ya kuruhusiwa vyama vingi ilipotokea, ndipo wengine wetu tukaanza kuweza kurudi nyumbani. Kwa hivyo ni kazi ambayo tuliendelea nayo. Na bado
kama tunavyoona bado kazi inahitajika kuendelea. Maanake kwa hakika hali iliyoko, ijapokuwa tumepata katiba mpya mwaka 2010 na katiba ile ni miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tukiyapigania, lakini kama tunavyojua tena katiba ni mambo, ni karatasi tu. Lakini utekelezaji wa katiba mpaka sasa, katiba ile utekelezaji bado haujakuwa sawa sawa. Na vile vile tunajua pia katiba hii tuliona sio katiba ile ya asili ile ilifanyika mabadiliko mengi sana, sio ilitekwa nyara ile katiba ya mwanzo, kabadilika baadhi ya mambo. Kwa hivyo mapambano lazima yaendelee kuendelea kupigania zile haki ambazo Kenya wanazitaka. Okay.